أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Hazrat Amir al-Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema tafsiri ya aya hii ni kama ifuatayo: na waja wangu wakuulizapo juu yangu, basi hakika mimi nipo karibu na yaitikia maombi ya mwombaji anaponiomba, basi waniitikie na waniamini ili wapate kuongoka. Kwa fadhili ya Allah tunaendelea na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwezi huu ni mwezi wa kupokelewa kwa maombi. Mwenyezi Mungu katika mwezi huu kwa rehema yake makhsus ametangaza kupokea maombi na ametiririsha chimchim ya fadhila yake makhsus, kwani katika mwezi huo binadamu anafanya matendo yake yote ili kupata radhi ya Allah, hadi kula na kunywa pia kwa amri ya Allah. Yeye anakula na anakunywa katika wakati maalum. Ndiyo maana Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema ya kuwa mwezi wa Ramadhani uwadiapo hufunguliwa milango ya peponi na hufungwa milango ya motoni, na shetani hutiwa pingu. Basi ni bahati yetu njema ya kwamba Mwenyezi Mungu anatuandalia mambo ya namna hiyo ambayo kwa kutumia kwayo tunaweza kupata ukaribu wa Allah. Na khalifa mtukufu anasema kwamba itakuwa bahati yetu mbaya ikiwa baada ya kupata hali za namna hiyo kutoka kwa Allah sisi tushindwe kunufaika na mwezi huo. Je, katika dunia hii mwezi wa Ramadhani uwadiapo wazinzi, majambazi, uwezi, mafasiki na waovu hawafanyi kazi zao? Wanazifanya, na kwa yakini wanafanya. Kama shetani ya kila mmoja wao atiwe pingu, sasa kivipi wao wafanye kazi hizi au watafanya kazi hizi za kishetani? Hii ni nasaha kwa waaminio na kwa wale wanaotamani kupata ukaribu wa Allah, ya kwamba Mwenyezi Mungu katika mwezi huo wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu anasema kwamba kwa kuwa nyini kutokana na amri yangu, kutokana na kunitii mimi,
mnajizuia kufanya shughuli zilizo halali, mimi nawapatieni habari njema ya kwamba katika hali za kawaida, katika siku zingine, kwa kuwa shetani amepewa muhula kama yeye alivyokuwa ameomba kutoka kwa Allah ili aweze kumshambulia binadamu kutoka kulia na kushoto, kutoka mbele na nyuma yake, na akimpotosha amfanye kumtii yeye. Leo shetani huyo mimi nimemfunga na kumtia pingu kwa ajili ya watu hawa, au katika mwezi wa Ramadhan ametiwa pingu na nimewapatia uhifadhi kamili ambao kwa ajili yangu tu wanafunga saumu na wanapunguza vyakula vyao na wanajaribu kuzidi katika daraja za kiroho, kama asemavyo Sayyidina Ahmad alaihi wasallam ya kwamba sisi tukipunguza vyakula vya kimwili tuongeze vyakula vya kiroho. Na hiyo ndio shabaha hasa ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na ndiyo shabaha hasa ya saumu. Shetani ya watu wa namna hiyo hutiwa pingu, na kisha Allah anasema ama malipo ya mfunga saumu, basi mimi mwenyewe ninakuwa malipo yake. Ni habari njema kubwa kiasi gani iliyotolewa na Allah. Basi sisi tunatakiwa kufanya juhudi ya kujinufaisha na mwezi huu na milango ya peponi ambayo Allah ametufungulia. Sisi tunapaswa kuingia katika milango hii kwa kupitia kila mlango. Isije ikawa hivi ya kwamba sisi tuje chini ya hali hii ambapo Allah anasema ya kwamba mimi sina haja ya kwamba nini muache chakula chenu au muache kunywa kwenu. Kama nini mmekula daku asubuhi na jioni mmefuturu, na mema mliyotarajiwa kuyafanya usiku na mchana nini hamkufanya mema yale, basi kuishi kwenu na njaa na kuacha kwenu chakula na kuacha kwenu kunywa hakuta waleteni faida yoyote, na Allah pia hana haja nayo. Ujumbe huo sisi tumeupokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi sisi tunapaswa kuelewa shabaha hiyo, na sawa na shabaha hiyo tunapaswa kuishi maisha yetu ambayo ni shabaha na kusudio la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Aya niliyosoma mbele yenu ni aya inayokuja katikati ya aya zinazoeleza umuhimu wa Ramadhan na amri za Ramadhan na umuhimu wa kufunga saumu. Na katika aya hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia kuhusu njia za kupokelewa kwa maombi na ni watu gani ambao dua zao zinakubaliwa, na anaeleza kuhusu watu ambao ni ibadur rahman, ambao ni waja wa rahmani au wanataka kuwa ibadur rahman na wanatamani kujiokoa kutoka shetani na wanapenda kuona manzari za kupokelewa kwa maombi yao. Mwenyezi Mungu ameanza na maneno haya ya kwamba mtume wangu, waja wangu wakuulizapo juu yangu ya kwamba Mungu wetu yuko wapi, na wakuulize kwa kukosa utulivu wao na waoneshe shauku yao ya kufanya kila aina ya juhudi ya kumpata Allah. Hapo Allah anasema kwamba ewe mtume wangu uwaambie ya kwamba musiwe na hofu, mimi nipo karibu yenu. Basi jambo au sharti la kwanza la kumpata Allah ambalo Allah ameliweka ni kwamba sisi tuwe waja wake. Kama mtu awe mwenye kutimiza haki ya kuwa mja wake, basi Allah taala anasema kwamba mimi pia naitikia wito wake na
namtia pingu shetani yake. Shetani akimvamia, akimshambulia, mimi naja kumsaidia mja wangu. Na si katika mwezi mmoja tu wa mwaka ambao ni mwezi wa Ramadhan, bali mwenyezi mungu anasema kwamba daima mimi nitamsalimisha mtu kama huyo kutoka mashambulizi ya shetani. Sharti ni moja tu, kwamba yeye atimize haki ya kuwa mja wangu na awe anatii amri zangu kwa siku zote, si katika mwezi huu wa Ramadhani pekee, bali hata baadaye pia yeye atimize haki za Allah na haki za waja wake, afuate mafundisho ya Qur'ani tukufu na aimarishe imani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba uwe na imani na yakini kamili juu ya sifa zangu zote, kisha uone jinsi maombi yako yatakavyopokelewa. Na Hazur anasema kwamba wanaoishi maisha ya kitawa, wanaoishi maisha ya namna hiyo, ndio wenye kupata mwongozo wa kweli. Basi ni bahati njema kwa wale kati yetu ambao waufanye mwezi huo kama njia ya kupokelewa kwa maombi yao, na wajitahidi kuwa waja wa kweli wa Allah, na wajitahidi kufuata amri zote za Allah, na wajitahidi kukamilisha imani yao. Sisi tuna bahati njema ambao mwenyezi mungu ametujalia, ametuwezesha kumwamini imamu wa zama hizi aliye mpenzi mkweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiye masihi aliyeahidiwa na mahdi aliyetabiriwa, ambaye ametuonesha njia za kupata ukaribu wa Allah na ametuonesha njia za kukubaliwa kwa maombi. Hazrat Masihi Maud alaihi wassalam anasema katika sehemu moja ya kwamba mlango wa kheri ambao Allah amewafungulia viumbe vyake ni mlango mmoja tu, yani dua. Mtu anapoingia katika mlango huo kwa kufanya dua na kwa unyenyekevu na kwa kufanya maombi, basi Allah humvisha shuka ya utakaso na humjalia ukaribu wake, kiasi hiki ya kwamba yeye anakimbia mbali mambo yasiyofaa na yasiyo na maana, na anakuwa mbali na mambo hayo. Kisha akifafanua jambo hili ya kwamba hali gani inahitajika ili dua zetu zipokelewe na kuna mbinu gani zinazohitajika ili mtu aweze kuwa mja mkweli wa Allah na aweze kuwa mtumishi mkweli wa Allah. Sayyidina Ahmad alaihi wassalam anasema kwamba hili ni jambo la kweli ya kwamba mtu asiyetenda matendo mema hafanyi dua, bali anamjaribu Allah. Hivyo kabla ya kufanya maombi ni muhimu kutumia nguvu zenu zote, na hiyo ndiyo maana ya dua hii isemayo ihdina sirata almustaqim. Anasema kwanza kabisa mtu anatakiwa kukagua amali zake, anatakiwa kuangalia itikadi na matendo yake, kwani hii ni desturi ya Allah ya kwamba marekebisho hufuata sababu zake. Yeye huleta sababu fulani ambayo inakuwa njia na sababu ya kumwongoza mtu. Watu watafakari juu ya sehemu hii, watu watafakari juu yake, wasemao ya kuwa kama dua ipo basi sababu zina haja gani? Tumefanya dua, hivyo hatuna haja ya kufanya juhudi au hatuna haja ya kufanya matendo mema. Sayyidina Ahmad al-Islam anasema wapumbavu hawa wafikiri na watafakari ya kwamba dua yenyewe ni sababu moja iliyofichika inayozalisha sababu zingine. Dua yenyewe ni sababu
iliyofichika na inazalisha sababu zingine. Basi ili dua ipokelewe na mtu aweze kuwa mja mkweli wa allah, ni lazima kwake ya kwamba yeye akifanya juhudi kubwa amombe allah fadhili yake. Na fadhili ndiyo hii ya kwamba yeye akifanya juhudi ashiriki katika waja wake, na kwa ajili yake afanye juhudi. Yeye afanye dua ya kwamba e allah, e mola wangu, unijaalie niwe miongoni mwa waja wako, waja wako ambao kutokana na itikadi na amali zao ni waja wa kweli wa allah, ni waja wa allah waliohalisika. Yeye kabla ya kufanya maombi ajitahidi kufanya matendo ambayo yaendane na matakwa ya allah, na aingie na yeye aingie katika waja wa allah ambao imani zao zinakuwa imara, zinakuwa madhubuti, ambao wanaamini ya kwamba mwenyezi mungu anao uwezo wa kufanya chembe cha udongo kuwa dhahabu. Yeye anayo nguvu ya kuwarekebisha wale wote walioharibika sana, na awaingize katika waja wake na awaoneshe njia zake, nao wawe wenye kukanyaga njia za kuelekea kwa allah. Mada hiyo pia mwenyezi mungu ameieleza katika qurani tukufu kama hivi ya kwamba wanaofanya juhudi ya kutembea juu ya njia yangu, mimi nawaonesha njia yangu, kama asemavyo allah, walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yani watu wale wanaojitahidi kwa ajili yetu, kwa yakini tunawaongoza kwenye njia zetu. Basi mwezi huu wa ramadhan hasa ni mwezi wa kufanya jihadi hiyo. Katika mwezi huo yatupasa kufanya juhudi kubwa ili tuweze kuingia katika waja wa allah ambao wamo katika waja wake, na tuingie katika kundi la watu ambao allah yu karibu nao, ni watu ambao allah yu karibu nao. Sisi tuingie katika watu ambao allah anasikiliza dua zao, tuingie katika watu ambao ni wenye kufuata amri za allah na wanamtii allah, tuingie katika watu ambao wana imani na yakini kamili juu ya sifa zote za allah, tuingie katika watu ambao kwa kweli wameongoka, tuingie katika kundi la watu ambao shetani yao inatiwa pingu kwa milele. Lakini kama ilivyo wazi kutoka kauli ya mwenyezi mungu ya kwamba kwa ajili yake kuna haja ya kufanya jihadi na kuna haja ya kubadilisha hali zetu ili ziendane na matakwa ya allah. Na kuhusu mada hiyo hatmasihi maud alaihissalatu wassalam katika nyakati mbalimbali ametuongoza na ametufahamisha kwa njia mbalimbali. Hivyo katika sehemu moja anasema, kivipi hii inaweza kutokea ya kwamba mtu fulani anayeonyesha uzembe yeye pia ajinufaishe na fadhila ya allah kama anavyonufaika mtu yule ambaye anamtafuta allah kwa nguvu na kwa ikhlasi zake zote? Na hiyo ndiyo habari ambayo allah ameieleza katika sehemu nyingine, nayo ni kwamba walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yani watu wanaofanya juhudi katika njia zetu, sisi lazima tunawaonyesha njia zetu. Basi amesema wazi ya kwamba mtu anayeonyesha uvivu na uzembe yeye hawezi kufikia daraja hiyo ya kwamba allah amuingize katika watu ambao wanatumia nguvu na uwezo wao wote katika
kumpata allah na wanatumia uwezo wao wote katika kupata ukaribu wa allah. Watu wanafanya jihadi. Khalifa mtukufu anasema kwamba watu wanauliza swali na wananiindikia katika barua wakisema kwamba sisi tumefanya maombi mengi lakini tumeshindwa kufanikiwa katika shabaha yetu. Basi wanaosema hivi wamekosea. Allah hawezi kukosea. Juhudi ambayo mtu anafikiri ya kwamba ni juhudi ya kutosha, ni juhudi kubwa, yawezekana kuwa mapungufu, yawezekana kuwa kwa Allah juhudi yake iwe na mapungufu mengi, na yeye ana haja ya kuangalia njia anayoitumia ya kufanya dua. Masihi Maud alaihissalam anasema kwamba mtu anayemtafuta Allah kwa kutumia akili yake yote na kwa kutumia nguvu yake yote na ikhlasi yake yote, Mwenyezi Mungu anasema kwamba sisi kwa yakini tunawaongoza na tunamwongoza kwenye njia zetu. Basi tutalazimika kuangalia kwamba sisi, je, tumefuata amri za Mwenyezi Mungu kwa nguvu zetu zote, inayosema kwamba falyastajibu li, yani wao waniitikie. Je, tunafanya juhudi kamili ya kufuata amri zote za Allah? Je, nguvu zote zimewekwa juu ya jambo hilo ya kwamba kazi yetu ni kumuitikia Allah na kusema labbaika juu ya amri zake zote kwa ikhilasi kamili? Kama hatufanyi hivyo, basi hatutakiwi kulalamika mbele ya Allah kwamba Mwenyezi Mungu hajapokea maombi yetu. Basi ili dua zetu ziweze kupokelewa, maombi yetu yaweze kupokelewa, kuna haja ya kubadilisha hali zetu na kuna haja ya kuelekea kwa Allah na kufanya jihadi na juhudi kubwa. Khalifa mtukufu anasema kwamba mtu atafanya nini katika suala la jihadi? Mwenyezi Mungu mwenyewe ni mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu mwenyewe ni mwingi wa rehema kwa mja wake. Hivyo mja wake akifanya juhudi ndogo tu, Mwenyezi Mungu humjalia sana, na sifa yake ya rehmaniyat ambayo ni sifa inayotawala juu ya vitu vyote, hivyo jihadi ya mtu inakuwa rahisi kwa ajili yake. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema ya kuwa mja wangu akinisogelea hatua moja, mie namsogelea hatua mbili, na akinijia kwa kutembea, mimi ninamjia kwa kumkimbilia. Basi Mwenyezi Mungu ameturehemu sana, lakini jambo ni lile lile ya kwamba sharti ni ikhilasi na unyofu. Sio kwamba katika mwezi huu wa Ramadhan sisi tuahidi mbele ya Allah ya kwamba tutaswali na tutatii amri za Allah na tutatimiza haki za Allah na tutatimiza haki za waja wake, na sisi tuendelee kufanya hayo yote katika mwezi wa Ramadhan, lakini baada ya kupita mwezi wa Ramadhan sisi tumsahau Mwenyezi Mungu na tusahau amri zake zote na tuiangukie tena dunia. Basi kama ni hivyo, hatutakiwi kulalamika mbele ya Allah. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mimi nayaitikia maombi ya mwombaji, na mimi katika mwezi wa Ramadhan nimemwita sana, lakini maombi yangu hayajapokelewa. Hakuna kitu kilichofichikana kwa Allah. Daima ikumbukwe, Mwenyezi Mungu anajua ya kwamba ahadi kama hizi mtu alikuwa amezifanya hapo kabla na kisha akazivunja, na yeye katika mwezi huo wa Ramadhan tu anafanya mema. Basi watu wa namna hiyo Allah anawatendea kama atakavyo, lakini saa nyingine Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya watu wa namna hiyo vile vile.
anakubali maombi yao ili watu hawa waweze kujua na kufahamu ya kwamba mwenyezi mungu hupokea maombi, nao daima wanatakiwa kuelekea kwa allah pekee. Basi mwenyezi mungu hamzulumu mja wake, bali daima na muda wote anajaribu kumjalia mapenzi na upendo wake, na mja wake anapoelekea kwake na anamtii kwa kujihalisisha allah, anafurahi sana na anafurahi zaidi ya mama yule ambaye anapata mtoto wake baada ya kumputia, au msafiri anayepata ngamia yake jangwani pamoja na mzigo wake wote. Basi yeye anafurahi, mwenyezi mungu anafurahi zaidi kuliko msafiri huyo. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akitusimulia mifano hiyo ametufahamisha jinsi allah subhanahu wa taala anavyofurahi juu ya toba ya mja wake. Basi ni sisi tu ambao tunazembea katika kutimiza haki za allah na kisha tunalalamika pia ya kwamba allah hakupokea maombi yetu. Basi tunatakiwa kujikagua katika swala hilo, na tunatakiwa kufanya ahadi ya kwamba mwezi huu wa ramadhan tutaufanya kama njia ya kumpata allah, tutaufanya njia ya kupata ukaribu wa allah, na tutajitahidi sana kutii amri zake zote, hata kama tukabiliane na hali za aina gani, na tulazimike kufanya jihadi kwa muda mrefu kwa ajili ya kupata ukaribu wa allah na mapenzi yake. Tutaendelea kufanya jihadi hiyo na tutaendelea kuimarisha imani zetu zaidi na zaidi. Sisi tukipata hali kama hiyo, tutaweza kushuhudia manzari za kupokelewa kwa maombi yetu, na hayo si maneno ya mdomoni tu, bali wapo ambao wameendelea kupata daraja hiyo, na hata katika zama hizi pia wanapata hivyo. Hat masihi maud alaihissalam anasema miaka 1300 imepita tangu iterimke aya hii, na hakuna shaka yoyote ya kwamba kwa mujibu wa mada ya aya hiyo, kila mtu aliyeendelea kufanya juhudi katika muda huo ameendelea kupata mwongozo sawa na ahadi ya allah, na katika zama hizi pia na katika zama zijazo pia ataendelea kuongoka. Basi tunatakiwa kufanya juhudi ili tuweze kupata sehemu ya kutosha kutoka fadhila hii ya allah, na jihadi yetu ambayo ni jihadi ya kupata radhi ya allah, ambayo ni jihadi ya kutii amri za allah, ambayo ni jihadi ya kufuata amri 700 au zaidi za qurani tukufu, ambayo ni jihadi ya kukamilisha imani yetu, ambayo ni jihadi ya kushika sifa za allah. Sisi tusiache yatokee mapungufu katika jihadi hiyo, bali kila hatua yetu, kila mguu wetu uweze kusonga mbele, na mwezi huu wa ramadhan utusaidie kufikia lengo letu. Kuna nukuu zingine za sayidina ahmad alaihissalam zinazoangazia mada hiyo hiyo, hivyo mimi naziweka mbele yenu maandishi yake, kwani hii ndiyo mada ambayo kuna haja ya kuisikiliza mara kwa mara na kuna haja ya kuielewa, na kama kwa kweli mada hiyo iwe sehemu ya kudumu ya maisha yetu, sisi tunaweza kuleta mabadiliko na mageuzi duniani. sayidina ahmad salam anasema, kama katika maisha yetu ya dunia inaonekana wazi ya kwamba kila kitendo chetu kina natija yake ya lazima, na natija ile ni kitendo cha allah, vivyo hivyo kuhusu dini pia kanuni hiyo ipo, kama allah asemavyo kwa uwazi katika mifano hii miwili ya kwamba walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na falamma zaghu azagha llahu qulubahum.
yani watu waliofanya amali hii ya kwamba wao katika kumtafuta allah walifanya juhudi kamili, basi matokeo yake ni kwamba sisi tutawaonyesha njia yetu, na wale waliopindana na hawakutaka kutembea juu ya njia iliyonyoka, basi tutakachofanya ni kwamba allah ataipinda mioyo yao. Basi yeye ameeleza habari hiyo kwa njia nyingine ya kwamba mwenyezi mungu anasema, kwa ajili ya kupata mwongozo wangu, ikiwa mnafanya juhudi na mnapata fadhila yetu, basi kumbukeni ya kwamba msipofuata njia yangu, msipotembea juu ya njia yangu, basi mioyo yenu itapinda, na nyinyi katika hali kama hiyo mtatekwa na shetani, mtashambuliwa na shetani na shetani atawashambulieni, na mtu aliyetekwa na shetani anaharibu maisha yake ya dunia na ya akhira vile vile. Basi katika kauli hiyo kuna habari njema, lakini katika sehemu nyingine mwenyezi mungu ametuonya vile vile. kisha katika sehemu nyingine hatmasihi maud alah salam anasema, moyo wa binadamu unaendelea kukabiliana na hali za aina aina, na mwishowe mwenyezi mungu anawaondolea watu wake, mwenyezi mungu anawaondolea watu wema mapungufu yao, na anawajalia nguvu ya utakaso na wema kama zawadi. kisha yeye anaanza kuchukia vitu ambavyo allah anavichukia, na anaanza kupenda njia ambazo allah anazipenda. kisha yeye anajaaliwa nguvu ambayo inamaliza udhaifu wake wote, na anapewa jaziba ambayo inamaliza uzembe wake wote, na anajaaliwa uchamungu ambao unamaliza maasi yake yote, na allah anamrizia, lakini neema hiyo anajaaliwa baada ya muda mrefu. Mwanzoni mtu kwa sababu ya dosari zake anakosea sana, lakini mwishowe nguvu ya allah inamvutia kwake, yani nguvu ya allah inamvutia kwake. Na katika aya hiyo kuna ishara kama allah asemavyo, walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yani anasema kwa kiarabu kwamba nusabituhum ala taqwa walimani wanahdiyannahum subula lmahabati walirfani wasanuyassiruhum lifili lkhairati wa tarki lisyani, yani sisi tutawaimarisha juu ya ucha mungu na imani, na lazima tutawaongoza kwenye njia za mapenzi na maarifa, na tutaendelea kuwawezesha kufanya matendo mema na kuacha maovu. kama nisemavyo, hat masihi maud alahsatu wassalam akifafanua aya ya walazina jahadu fina ametunasihi kwa njia mbalimbali, na ametufungulia milango ya elimu na maarifa, na ameeleza ya kwamba kwa mujibu wa asili ya binadamu yeye hawezi kubaki katika hali ya aina moja, bali anaendelea kupata hali tofauti katika maisha yake. Lakini mtu mwenye asili njema, yeye hata katika hali yake ya udhaifu pia anajifunza, anapata somo, anatubu na anaomba msamaha kutoka kwa allah, na anafanya istighfar, na anainama mbele ya allah, na akijuta juu ya mapungufu yake anasimama tena ili kumtafuta allah na kufanya juhudi katika njia yake. Hapo mapenzi ya allah yanachangamka tena na msamaha wake unachangamka tena, na yeye anamkimbilia mja wake na anamjalia nguvu ya utakaso na wema. Na kwa fadhili ya allah, nguvu ya utakaso na wema inapozalika ndani mwake, hapo kila kitendo chake kinakuwa chenye kupata radhi ya allah, naye anatakasika
kutoka kila aina ya udhaifu na uzembe, na anakuwa mwenye kushika uchamungu, anakuwa mwenye kutembea juu ya uchamungu, na anasalimishwa na mazambi yote, na mtu huyo anapata radhi ya Allah. Na pale anapopata radhi ya Allah, kisha hatendi makosa ambayo yanaweza kumchukiza Allah. Sayyidina Ahmad alaihi wassalam alisema, lakini kumbukeni ya kwamba kwa ajili ya kufikia hali hiyo kuna haja ya kufanya juhudi ya kudumu, kuna haja ya kujitahidi kwa siku zote. Sio juhudi ya muda tu, bali juhudi ya kudumu inahitajika. Na kisha mema haya na manzari hizi za kupokelewa kwa maombi zinakuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Kisha anasema katika sehemu nyingine, yeyote atakayefanya juhudi katika njia yetu, sisi tutamuongoza kwenye njia yetu. Hiyo ni ahadi tu, anasema hiyo ni ahadi. Na upande mwingine ametufundisha dua hii ya kwamba ihdina sirata almustaqim. Hivyo mtu anatakiwa kuzingatia hiyo, na anatakiwa kufanya maombi mengi katika swala yake, na awe na matumaini kwamba yeye pia aingie katika watu ambao wameshapata maendeleo na maarifa. Asije akaondoka kutoka dunia hii akiwa kipofu asiye na maarifa. Basi kwa ajili ya kufikia daraja hiyo, pale ambapo mwenyezi mungu anamwongoza mja wake kwenye njia yake, dua hiyo pia ni muhimu sana. Na wakati wa kusoma sura al-Fatiha tunapaswa kusoma mara kwa mara kwamba ihdina sirata almustaqim. Kuna kisa cha Qadian kilichosimuliwa na mtu fulani kuhusu hali ya sala ya mtu mmoja. Yeye anasema ya kwamba sahaba mmoja wa Masihi Maud alaihi wassalam alikuwa amesimama kwenye kona moja ya msikiti wa Mubarak, na alikuwa anaswali kwa unyenyekevu mkubwa. Alikuwa anaswali kwa unyenyekevu mkubwa sana, na akaendelea kusimama kwa muda mrefu. Mimi nikapata shauku ya kujua kwamba nione anasoma nini. Hapo nilipoona nikasikia ya kwamba yeye alikuwa anarudia mara kwa mara maneno haya kwamba ihdina sirata almustaqim, ihdina sirata almustaqim, na alikuwa anasoma mara kwa mara kwa unyenyekevu mkubwa. Basi hiyo ni dua ambayo mtu anatakiwa kuisoma sana ili aweze kupata mwongozo kutoka kwa Allah, ili aweze kuongoka. Kisha Almasihi Maud alayhi salam anasema kwamba hii ni ahadi ya kweli ya Mwenyezi Mungu ya kwamba watu wanaotafuta njia yake kwa moyo safi na kwa nia njema, yeye huwafungulia njia za mwongozo na maarifa, kama asemaavyo mwenyewe, walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yani watu wanaojitahidi kwa ajili yetu, kwa yakini tunawaongoza kwenye njia zetu. Na maana ya kwa ajili yetu ni kwamba wanafanya juhudi kwa lengo la kupata Allah tu, yani wanakuwa na shabaha moja tu kwamba wao wampate Allah, wala wanakuwa hawana shabaha yoyote ya kidunia. Na alisema kwamba kama kuna mtu anayejaribu kwa kufanya istihzai, yeye anakosa bahati yake. Basi anasema kwamba kwa msingi wa usuli hiyo tukufu, kama nyini mufanye juhudi kwa moyo safi na kwa moyo wa kweli, na muendelee kufanya maombi, basi yeye ni mwenye maghfira na mwingi wa ukarimu. Lakini kama mtu hamjali Allah, basi Allah pia hawajalini hata kidogo. Kisha anasema katika shughuli zote za dunia mtu analazimika kufanya juhudi kubwa. Shughuli zote za dunia zinahitaji juhudi, na mtu anafanya juhudi kwa ajili ya kazi za dunia. Na anapofanya juhudi, Mwenyezi Mungu pia anatia baraka katika shughuli zake. Vivyo hivyo katika njia ya Allah pia wanaofikia daraja hiyo ni wale tu ambao wanafanya juhudi. Ndiyo maana
amesema kwamba walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, basi nini mnatakiwa kufanya juhudi kubwa, kwani kufanya juhudi ndiyo njia ya kupata mafanikio na maendeleo yote. Basi kwa ajili ya kupata vitu vya dunia tunafanya juhudi na tunajitahidi sana. Sasa kwa ajili ya kumpata Allah, kwa nini hatufanyi juhudi kubwa? Kwa nini tunafikiri ya kwamba tukitamka tu kutoka mdomoni kidogo basi tutampata Allah au yeye atapokea maombi yetu? Basi hapo jambo ni lile lile limejirudia, ya kwamba watu wasemao ya kuwa maombi yetu hayapokelewi, wao kwanza wajikague, waangalie nafsi zao. Hiyo haiwezi kutokea ya kwamba kwa ajili ya kumpata Allah njia iwe rahisi, na kwa ajili ya kupata vitu vya dunia watumie kanuni ya kufanya juhudi, bali kanuni hiyo itatumika kote kote. Sayyidina Ahmad alayhi wassalam akieleza jambo hilo ya kwamba kwa ajili ya kumpata Allah na kwa ajili ya kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu kuna haja ya kufanya juhudi. Anasema ya kwamba watu wanaojitahidi mwishowe wanafikia lengo lao, wanafikia shabaha yao na wanaongoka, kama vile mbegu isiyopandwa na kumwagiliwa inakosa baraka za kuota, bali yenyewe inakwisha. Vivyo hivyo nini pia, msipokumbuka kauli hii kila siku na msipofanya maombi ya kwamba Mungu wetu wewe utusaidie na fadhila ya Allah, wewe utusaidie, fadhila ya Allah haitateremka juu yenu, na bila msaada wa Allah mabadiliko hayawezi kutokea. Basi hiyo ni kanuni ya asili, na ili sisi tuweze kumpata Allah, kanuni hiyo ni kitu cha lazima. Kama vile mkulima baada ya kupanda mbegu hapumziki, bali anamwagilia na anafanya shughuli zingine, hapa pia mtu baada ya kuamini hatakiwi kukaa, bali anapaswa kufanya juhudi na kulea imani yake. Kisha anasema mtu atakayeelekea kwa Allah, Allah pia ataelekea kwake, lakini mtu asionyeshe uzembe, na pale atakapotumia nguvu yake yote ataona nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana anasema kwamba humo kuna ishara ya kwamba yeye atimize haki ya kufanya juhudi, wala asifanye hivi ya kwamba kama maji yanatoka baada ya kuchimba futi 20 au 30, yeye akichimba futi 2 au futi 4 tu basi achoke na akae pembeni na aseme kwamba maji hayajatoka. Anasema kwamba katika kila kazi siri ya kupata mafanikio ni kutokuchoka. Kisha kwa ajili ya umati huu kuna ahadi ya Mwenyezi Mungu, hivyo yeyote atakayefanya maombi na atajitakasa, ahadi za Qurani tukufu zote zitatimia katika haki yake. Na yeyote atakayetakasa nafsi yake, ahadi zote za Qurani tukufu zitatimia katika haki yake. Na yeyote atakayefanya kinyume chake, yeye atakosa, kwani dhati yake ina ghera. Yeye ameweka njia inayokwenda kwake, lakini milango yake ameifanya kama milango finyu. Anayemfikia ni yule tu anayekunywa kinywaji cha shida, kinywaji chenye shida. Kinachohitajika hapa ni juhudi kubwa. Watu katika mambo ya dunia wanavumilia maumivu ya aina aina, hadi baadhi yao wanaangamia katika mambo ya dunia, lakini kwa ajili ya Allah hawapendi kuvumilia maumivu ya mwiba mmoja tu. Mtu asipoonyesha alama za uaminifu na subira na unyofu, Mwenyezi Mungu pia haonyeshi alama za rehema zake. Alisema kwamba kivipi rehema za Allah inaweza kudhihiri kwa ajili yake?
basi hilo ni jibu la swali la watu ambao wanasema kwamba sisi tumefanya maombi mengi lakini dua zetu hazijakubaliwa, kana kwamba wao wanamlazimisha mwenyezi mungu wakisema kwamba sisi tutamjia allah tutakapotaka na tutakapokuwa na haja yake, na mungu apishe mbali. Mwenyezi mungu ni mtumishi wetu, hivyo sisi tukisema tu na tutakaposema basi yeye apokee maombi yetu. Sasa katika swala la dunia wao wanaona kwamba mambo kama hayo hayatokei. Sasa katika swala la mungu, kwa nini wao wanatamani na wanasema kwamba mambo kama hayo yatokee na yatokee bila juhudi yoyote? Basi anasema kwamba njoni kwa mwenyezi mungu kwa kujihalisisha, kisha muone mandhari ya rehema na mapenzi yake. Kisha anasema kwamba ikumbukwe ya kuwa imani bila matendo ni kama bustani bila mito na bila maji. Mti unaopandwa mliki wake asipomwagilia, basi siku moja mti huo utakauka tu. Na hiyo ndiyo hali ya imani. walazina jahadu fina, nini msiishie juu ya mambo mepesi mepesi, bali katika njia yake kuna haja ya kufanya mambo makubwa makubwa. Nafsi imefananishwa na ngombe. Basi allah anaposema kwamba walyuminu bi, yani wao wanaoniitikia waniamini, basi imani ndiyo hii ya kwamba wao kwa kutimiza haki za allah na kwa kutimiza haki za waja wake watimize haki ya imani kwa allah. mwenyezi mungu anawaambia waja wake kwamba wao walee na walinde bustani ya imani yao. hata katika nyumba zetu tunaangalia ya kwamba tusipomwagilia miti ile inaanza kukauka. Sasa kivipi tunaweza kuacha bustani ya imani yetu bila ulinzi wowote? Kisha Masihi Maud alaihi wassalam ameeleza jambo hilo hilo kwa njia nyingine. Anasema kwamba mwenyezi mungu anasema ya kuwa wafanya juhudi wa njia yetu watapata njia na mwongozo. maana yake ni kwamba katika njia hiyo watalazimika kufanya juhudi ya kudumu, na baada ya saa moja au mbili kukimbia si kazi ya mfanya juhudi, bali kazi yake ni kubaki na kusimama imara na kusimama kidete. hivyo alama ya mcha mungu ni kuonyesha uimara wake. basi katika ahadi yetu ya bayati sisi tumefanya ahadi ya kwamba sisi tutatanguliza dini juu ya dunia. basi ili sisi tusalie tubaki juu ya ahadi hiyo na tusimame imara juu ya ahadi hiyo, tunatakiwa kuona kwamba dini inataka tufanye nini, na kisha tujitahidi kusimama imara juu ya dini yetu. kisha anasema kwamba mtu akiwa na hofu ya allah anajaribu kutafuta njia yake. mtu akiwa na hofu ya allah anajaribu kutafuta njia yake, na kwa ajili yake anafanya maombi na anafanya dua. hapo allah pia sawa na kanuni yake inayosema walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yani watu wanaojitahidi katika njia yetu sisi tunawaonyesha njia zetu. mwenyezi mungu mwenyewe anamwonyesha njia zake na anamjalia utulivu wa moyo wake. lakini kama moyo wake uwe na giza na ulimi wake ujisikie taabu katika kufanya maombi, na mtu kama huyo awe na itikadi za kishirikina, basi dua yake sio dua inayoweza kuleta matokeo mema. dua yake haiwezi kuleta matokeo mazuri. basi tunatakiwa kujikagua na tunatakiwa kuangalia hali zetu kwamba je,
tunatafuta njia za allah kwa fikira hiyo? Na je, mioyo yetu imetakasika na ushirikina? kisha akituelekeza kuhusu toba na istighfar anasema toba na kufanya istighfar, kuomba msamaha, ni njia ya kumpata allah. Allah taala anasema walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, nini muendelee kufanya juhudi kwa moyo wote, mtafanikiwa na kupata lengo lenu. Mwenyezi Mungu hana uchoyo na mtu yeyote. Anasema kwamba kwa mujibu wa mafundisho ya Qurani tukufu tunapata kufahamu ya kwamba upande mmoja Mwenyezi Mungu anaeleza sifa zake ndani ya Qurani tukufu, na anasema kwamba mimi ni Rehman na mimi ni mwingi wa rehma. Na upande wa pili anasema kwamba akisema laisa lilinsani illa ma saa, na walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, fadhila yake anaunganisha na juhudi. Pia katika swala hilo kuna mfano wa maswahaba watukufu ambao ni mfano mzuri kwetu. Angalieni maisha ya maswahaba watukufu na someni historia yao. Je, wao kwa kusali tu walikuwa wamefikia daraja za juu? Hapana, bali wao kwa ajili ya kupata radhi ya allah walikuwa wamejitolea, kila kitu walichukua nacho, na walikuwa wamechinjwa katika njia ya allah kama mbuzi na makondoo, ndipo walikuwa wamepata daraja hiyo. Anasema kwamba wapo wengi ambao sisi tumewaona wanachotaka ni kwamba kwa kupulizia tu wapatiwe daraja za juu. Hiyo hawezi kutokea. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu, lakini pia yeye ameweka sharti la kufanya juhudi kwa wale wanaotaka kukamilisha imani yao. Kisha Mwenyezi Mungu anaendelea kuwainua katika daraja zao za kiroho, nao wanashuhudia manzari za kupokelewa kwa maombi na manzari za rehema za allah kama masahaba walivyozishuhudia, na wao wakazama katika mapenzi ya allah, kitu ambacho hakina mfano wake. Kama wakawawa katika njia ya allah, basi wakawa wenye kupata habari njema ya kuingia katika pepo ya allah na kupata radhi yake. Kisha anasema watu wanaofanya juhudi na wanajitahidi ili wampate allah na wanajaribu, juhudi yao haipotei bure, bali wanaongozwa. Mtu anayemjia Mwenyezi Mungu kwa uaminifu na kwa nia njema, Mungu pia anamsogelea kwa ajili yake. Ni wajibu wa mtu kwamba yeye atafakari juu yake na awe na kiu cha kweli ya kupata haki. Mtu asiyemjali Mwenyezi Mungu, Allah pia hamjali yeye. Kisha anasema kwamba mujitahidi kuleta mabadiliko katika tabia zenu, mufanye juhudi, mufanye maombi katika swala, toeni sadaka, na kwa kutumia njia zote muingie katika kundi la wale wanaojitahidi. Kama vile mgonjwa anamjia tabibu, anameza dawa, anatoa damu na anatumia njia mbalimbali ili apate uponyo, nini pia mutumie njia mbalimbali ili mupate uponyo katika marazi ya kiroho, si kwa ulimi tu, bali njia zote za kufanya juhudi muzitumie kwa ajili yake. Basi hiyo ni njia ile inayoweza kutufungulia njia za kumpata allah. Kisha anatuelekeza upande wa maombi akisema kwamba mtu anatakiwa kuelewa ya kwamba dunia hii si kitu chochote wala lolote, ni dunia ya siku chache tu, na afanye dua, afahamu kwamba dunia si kitu chochote na afanye dua, kwani anapofanya dua na anafanya dua kweli kweli, Mwenyezi Mungu pia anamwokoa.
naye anatoka nje kutoka maisha yaliyojaa mazambi, kwani dua si kitu cha kawaida, bali dua ni kama mauti. Mtu anapokubali mauti hiyo, mwenyezi mungu pia anamsalimisha kutoka maisha yake ya zambi na anamjalia maisha matakatifu. Anasema watu wengi wanaichukulia dua kama ni kitu cha kawaida tu. Hivyo kumbukeni ya kwamba dua maana yake sio kuswali kidogo halafu mtu ainue mikono yake na akae na aseme maneno machache. Dua hiyo haina faida yoyote, kwani dua hiyo ni kama mantar, yani maneno ya mdomoni tu. dua hiyo haihusiki na moyo na mtu anakuwa hana imani juu ya kudra za allah. kumbukeni kwamba dua ni mauti, na kama wakati wa mauti mtu anakosa utulivu, katika dua pia anatakiwa akose utulivu na apate jaziba ya kufanya dua. hivyo mnatakiwa kuamka usiku hivyo nini mnatakiwa kuamka usiku na kufanya maombi kwa unyenyekevu na kwa kuzama katika maombi, kisha muweke mbele ya allah matatizo yenu na mufanye maombi mpaka mufikie hali ya mauti. wakati ule dua itafikia daraja ya kupokelewa. anasema pia kumbukeni ya kwamba dua ya msingi ndiyo hii ya kwamba mtu afanye dua ya kujitakasa kutoka mazambi. hiyo ndiyo dua ya msingi katika dua zote, kwani dua hiyo ikikubaliwa basi mtu anatakasika na anapata daraja ya mcha mungu mbele ya allah. kisha dua zake zingine ambazo ni kwa ajili ya kufanikiwa katika mambo ya dunia, dua zake zingine ambazo zinakuwa kuhusu mahitaji yake mengine ya kidunia zinaanza kupokelewa zenyewe. yeye halazimiki kufanya maombi kuhusu mambo ya dunia, bali maombi yake yanakubaliwa yenyewe. hivyo dua kubwa na dua ya msingi ndiyo hii ya kwamba mtu atakasike kutoka mazambi na ahisabiwe kama mcha mungu mbele ya allah. yaani pazia zinazokuwa juu ya moyo wa binadamu zinatakiwa ziondolewe, na zikiondolewa basi hatalazimika kufanya juhudi kubwa za kuondoa pazia zingine, kwani fadhili ya allah itamsaidia na maelfu ya maovu yataanza kuondoka yenyewe, na ataanza kupata utakaso na atajenga uhusiano wa allah, atajenga uhusiano wa kweli na allah, na hapo allah atakuwa walii wake na mlezi wake na ataanza kutimiza haja zake. hiyo ni siri latifu ambayo inafunguka pale ambapo mtu anafikia daraja hiyo, na hapo kabla hawezi kuelewa siri hiyo. lakini hiyo inahitaji juhudi kubwa, kwani dua pia inahitaji juhudi. mtu asiyejali dua na anakaa mbali na dua, mwenyezi mungu pia hamjali na anakuwa mbali naye. kufanya haraka haraka ni kitu kisichomsaidia mtu. mwenyezi mungu kwa fadhila yake ampatie anachotaka kumpatia na ampatie anapotaka. mwombaji hatakiwi kulalamika, bali anapaswa kufanya maombi kwa subira na kwa imani. mwenyezi mungu atujalie kufanya hivyo, na mwezi huu wa ramazan uwe njia ya kutuunganisha na allah subhanahu wa taala, na allah atujalie kufuata amri zake zote. sisi atujalie tuwe na imani kamili juu yake, tuweze kuona manzari za kukubaliwa kwa maombi yetu, na hali hiyo idumu hata baada ya ramazan pia, na tuweze kuwa waja wa allah wanaohalisika. mwenyezi mungu atuonyeshe njia zake na sisi tusiwe wenye kupotea, na tuendelee kupata mapenzi yake, tuweze kutimiza haki ya baiati ya imamu wa zama. na baada ya kupata neema hiyo sisi tusiwe wenye kukosa neema hiyo ambayo allah ametujalia ya kumwamini imamu wa zama.
mwenyezi mungu atusalimishe kutoka shari ya wapinzani na maadui zetu, apokee maombi yetu na shari za maadui ziwarudie kwao, aendelee kuiletea jumuiya maendeleo. Basi mwezi huo wa ramazan muufanye uwe njia ya kupokelewa kwa maombi yetu. Allah atujalie. Kwa ajili ya hali za dunia pia mufanye maombi, allah aisalimishe dunia kutoka maangamizo yote na awajalie akili ya kumtambua mungu aliye muumba wao. Baada ya swala ya ijumaa mimi nitazindua rasmi tovuti moja ya mta iliyotengenezwa na mta international. Ni mobile application, na katika tovuti hiyo hutuba zangu ambazo ni kuhusu masahaba 313 wa badri zimekusanywa katika sehemu moja. Wanajumuia pamoja na kuangalia hutuba hizi katika tovuti hiyo wanaweza kusoma pia kuhusu masahaba wa badr, na pia wanaweza kuweka alama sawa na muda. Pia kuhusu kila sahaba kuna kifungu cha maswali na majibu, na katika tovuti hiyo ramani mbalimbali pia zinaweza kuangaliwa na wanaweza kusikiliza talafuzi ya kiarabu ya maneno magumu pamoja na taarifa zilizowekwa humo. Taarifa na video za siku za usoni pia zitaendelea kuwekwa katika tovuti hiyo. Anwani ya tovuti ni kama ifuatayo: www.313companions.org. kama nisemavyo, baada ya swala nitaizindua rasmi. mwenyezi mungu aifanye iwe sababu ya kuwanufaisha watu. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.